Je, vazi la suruali ni vazi la kiume tu? Na kusalimu katika jina kuu lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Basi karibu katika wakati huu tukapate kujifunza neno la Mungu. Vazi la suruali ni vazi la kiume tu au pia ni vazi la kike? Au kuna suruali za kiume na kuna suruali za kike? Hilo ndio swali ambao leo katika siku leo tutaenda kuangalia kujifunza katika Biblia. Awali ya yote tujue kwamba Mungu alivyomuumba mwanaume na mwanamke, vile ambavyo Mungu alivyomuumba mwanaume na mwanamke, vile ambavyo alitofautisha kimaumbile. Mwanamke aliumbwa maumbile yake tofauti na maumbile ya mwanaume. Maumbile ya kiume na maumbile ya kike yana utofauti. Hivyo basi hata tukija tukiangalia katika vitu vingine, hata tukija tukiangalia kwa viumbe vingine ambavyo Mungu aliviumba, tukija tukiangalia, labda tuangalie simba jike na simba dume. Vile ambavyo Mungu alivyoumba simba jike, maumbile yake tofauti na maumbile ya simba dume. Unavyoenda kuangalia yule simba dume, unaona kwamba maumbile yake kabisa yapo mbali na maumbile ya simba jike. Unaona kichwani ana yale manywele, yule simba dume ana nywele zile kichwani. Lakini unavyokuja kuangalia yule simba jike, yule hana zile nywele kichwani. Kwa hiyo unaona kwamba tayari kuna tofauti katika maumbile ya jinsia hizo mbili. Hivyo pia na kwa wanyama wengine pia tunaona kwamba kuna utofauti katika maumbile kuna utofauti. Kwa hiyo tukija tukiangalia vile ambavyo Mungu pia ametuumba mwanamume na mwanamke, pia ametutofautisha kimaumbile. Kwa hiyo mwanamume ameumbwa akiwa na maumbile ambayo yanakuwa na misuli, na pia mwili wake unakuwa ni mwili ambao hauna matamanio ya kihisia zaidi ya ule umbile la mwanamke. Yeye mwanamke ameumbwa kwa maumbile tofauti na mwanaume, hana misuli kama ulivyo wa mwanaume. Kwa hiyo umeumbwa kwa namna ya tofauti, namna hiyo kimaumbile. Kwa hiyo ndio maana sasa tukija tukiuliza katika swali letu, baada ya kujua namna ambavyo Mungu alivyotofautisha kimaumbile, tunavyokuja kuuliza sasa swali letu kwamba je, vazi la suruali ni vazi la kiume tu au pia ni vazi la kike? Au kuna suruali za kike na suruali za kiume? Tunakuja kuangalia kwenye issue ya maumbile yetu. Je, mwanamke akivaa suruali, je, hilo suruali inapasa jinsia yake? Je, inapasa jinsia yake au inapasa jinsia ya kiume? Ni sawa pia tuulize, je, vazi la gauni valiwa tu na wanawake au pia mwanaume anaweza kavaa gauni? Kwa ndivyo tunavyouliza pia ili tuweze kujua ukweli. Kwa hiyo tunaangalia vazi la suruali, je, linapasa jinsia ya kike kulingana na maumbile ambayo Mungu alivyotuumba? Kwa hiyo tukirudi katika Biblia inatuambia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 22 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba mwanamke azivae mavazi yampasao mwanaume na mwanamke azivae mavazi ya mwanamke, kwa sababu kila afanyaye mambo hayo anafanya machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo mwanamke kuvaa mavazi ambayo yanapasa jinsia ya kiume ni machukizo mbele za Mungu, na hivyo pia mwanaume kuvaa mavazi ambayo yanapasa jinsia ya kike ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo katika Biblia hakuna andiko moja kwa moja ambalo limesema kwamba mwanamke azivae suruali, lakini kuna ile andiko ambalo limeandikwa mwanamke azivae mavazi yampasayo jinsia ya kiume. Mwanamke asivae mavazi yampasayo jinsia ya kiume kwa sababu ni machukizo mbele za Mungu. Unaona? Sasa neno hilo apasayo, tunataka tuelewe tu pia maana ya Biblia inavyosema kwamba mwanamke azivae mavazi yampasayo mwanaume, yampasayo. Kwa hiyo kumbe kuna mavazi yanayompasa mwanaume na kuna mavazi ambayo yanampasa mwanamke, anampasa mwanaume na anampasa mwanamke. Je, tuje sasa katika suruali. Je, suruali linampasa nani? Linampasa kulingana na maumbile. Je, linampasa mwanaume au linampasa mwanamke? Kulingana na maumbile vile ambavyo Mungu alituumba. Je, mwanamke akivaa suruali, je, linafiti umbile lake? Au mwanaume akivaa gauni, je, linafiti umbile lake?
moja kwa moja majibu yapo wazi kabisa kwamba mwanamke akivaa vazi la suruali alifiti kabisa umbile lake la kike, na vivyo hivyo pia mwanaume akivaa vazi la gauni au sketi alimfiti jinsia yake ya kiume. Maumbile kabisa yanatuonesha. Kwa hiyo moja kwa moja tutapata jibu kwamba mwanamke kuvaa suruali ni vazi ambalo linapasa jinsia ya kiume, ya kiume, kwa sababu mwanamke anapovaa vazi la suruali, maumbile yake yanakuwa yanamfanya mwanaume amtamani. Kwa hiyo mwanamke akivaa vazi la suruali ni rahisi sana kumfanya mwanaume amtamani, kwa sababu hilo vazi linakuwa linakuwa limeonesha au limechora umbile lake, na maumbile ya mwanamke na mwanaume ni tofauti. Maumbile ya mwanamke na maumbile ya mwanamume ni tofauti, Mungu alivyotuumba. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba maumbile ya mwanamke kuwa yanamfanya mwanaume amtamani zaidi ya vile maumbile ya mwanaume alivyo, zaidi ya vile mwanaume. Kwa hiyo mwanamke akitembea wazi, kifua wazi, si sawa na vile mwanaume anavyotembea kifua wazi. Ndio maana ukienda sasa hivi huko migodini unakuta wanaume wametembea kifua wazi. Sasa haimaanishi kwamba mwanaume kutembea kifua wazi ndio amevaa mavazi ya kujistiri, hapana. Lakini tunavyokuja kuangalia katika mazingira ya kawaida, tunaona kwa watu ambao hawajaokoka, tunaona kwa watu ambao pia hawajapata neema wokovu, tunaona kwamba ni ngumu sana kukuta mwanamke anatembea kifua wazi. Ni aibu kwake kwa zaidi ya vile ambavyo mwanaume anatembea kifua wazi. Lakini katika nyakati ambazo tunaishi, shetani amewapiga watu upofu kiasi kwamba mwanamke anaweza katembea kifua wazi alafu akaona yupo sawa. Ila kabisa mwanamke, tukija kuangalia maumbile ya mwanamke, tukija kuangalia maumbile ya mwanamke, vile ambavyo aliumbwa, maumbile yake inapelekea mwanaume aweze kumtamani na kuzini naye moyoni mwake. Kwa hiyo vazi la suruali mwanamke anapovaa namfanya wanaume wazini na yeye pasipo yeye kujua kwamba wanaume wanazini na yeye, kwa kumtamani tu, kwa sababu anakuwa anaonesha maumbile lake, na umbile lake ni rahisi sana kumpelekea mwanaume aweze kumtamani. Umbile lake tu jinsi alivyo. Kwa hiyo tunaangalia, kwa hiyo jibu rahisi ni kwamba mwanamke kuvaa vazi la suruali ni machukizo mbele za Mungu, kwa sababu vazi la suruali alipasi jinsia ya kike, na wala hakuna vazi la kike, na wala hakuna suruali za kike, na wala kuna suruali ambalo ni vazi la kiume tu. Suruali ni vazi la kiume tu, wala hakuna suruali za kike. Kwa hiyo mwanamke kuvaa suruali anavaa mavazi ambayo yanapasa jinsia ya kiume, lakini sio hivyo tu, anavaa mavazi ambayo yanaonesha maumbile yake na anamfanya watu wengine wazini na yeye, kwa kumtamani, wanamfanya watu wengine. Kwa hiyo vazi la suruali, vazi ambalo halimstiri mwanamke kabisa, ni vazi ambalo halimstiri mwanamke kabisa. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 mstari wa 9, nasema hivyo na wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo suruali haliwezi kumstiri mwanamke kabisa, kwa sababu litaacha maumbile yake, na maumbile yake watu wataangalia na kumtamani, na maumbile yake watu watatazama na kumtamani na kuzini naye. Kwa hiyo mwanamke kuvaa suruali ni machukizo mbele za Mungu, na ni vazi ambalo linavaliwa wanawake makahaba na wanawake ambao hawana dira kabisa, wanawake ambao hawana dira, wanawake wa kidunia ambao wamekataa neema wokovu, wanawake ambao wanajiuza, ndio ambao wanavaa mavazi kama hayo, suruali, kwa ajili ya kuwafutia wanaume waweze kumtamani, waweze kuzini nao. Kwa hiyo vazi la suruali ni vazi la kiume tu, na katika Biblia hakuna mahali ambapo imeonekana kwamba kuna mwanamke hata mmoja katika Biblia ambaye alivaa
suruali. Ndio katika Biblia tunaona kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajipodoa, alikuwa anajipamba, ambaye alikuwa anaitwa Yezebeli, ambao tunasoma katika kile kitabu cha Wafalme wa Pili, soma ile sura 9 mstari wa 30, kwamba kuna mwanamke mmoja ambaye anaitwa Yezebeli ambaye alikuwa anajipamba, alikuwa anapamba kichwa, alikuwa anatia wanja. Yeye ndiye ameonekana, amerekodiwa katika Biblia, ambaye ni mwanamke mmoja ambaye alikuwa anajipamba. Lakini katika Biblia yote nzima hakuna sehemu ambayo imeonekana mwanamke akavaa suruali. Na vazi la suruali lilikuwepo tu enzi za Biblia. Vazi la suruali lilikuwepo tu tangu mwanzo, tangu enzi za Biblia, tangu zamani katika Agano la Kale, kwa sababu kuna elimu ambayo Ibilisi sasa hivi analeta kupitia watumishi wake wa uongo, kwamba vazi la suruali ni vazi ambalo limeletwa na wazungu, vazi la suruali ambalo ni vazi ambalo limeletwa juzi, halikuwepo katika Biblia. Lakini tukisoma katika Biblia tunaona kwamba kipindi ambapo Mungu anatoa sheria kupitia mtumishi wake Musa, tunasoma kwamba makuhani ambao walikuwa wanatengwa kwa ajili ya kazi ya ukuhani, Biblia inatuambia kwamba Mungu aliwaagiza wavae suruali na joho zao. Kwa hiyo walikuwa wanastiri, wanavaa. Kuna suruali ambazo zilikuwa zinafika mpaka magotini, ambazo ndo kama kaptula, lakini kuna suruali ambazo zilikuwa zinafunika mpaka miguu. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura 28 mstari wa 41. Tuangalie, je, suruali limeletwa na wazungu kweli au suruali ilikuwepo katika Biblia? Na je, walikuwa wanavaa wanawake au walikuwa wanavaa wanaume? Katika Biblia nzima hakuna hata mwanamke ambaye ameonekana amevaa suruali. Na kipindi ambapo wanawake walivyoanza kuvaa suruali mwanzoni, wanawake katika karne ya 10 na karne ya 20 walivyoanza kuvaa mavazi ya suruali, walionekana kwamba wale wanawake ambao walikuwa wanavaa suruali walikuwa wanaonekana kwamba ni makahaba, walikuwa wanaonekana ni wanawake makahaba. Kwa hiyo ilikuwa ni ajabu sana kumuona mwanamke anavaa vazi la suruali. Ilikuwa mwanamke akionekana, walikuwa ni jambo la kustaajabisha, kwa sababu wanawake ambao walikuwa wanavaa suruali kipindi cha mwanzoni, wakati ambao suruali inaanza kuvaliwa na wanawake, wale wanawake walikuwa wanaonekana ni makahaba, na kweli ndivyo walivyokuwa, walikuwa ni makahaba. Lakini katika nyakati hizi za mwisho hili jambo limekuwa kawaida, kiasi kwamba sasa hivi ukipita tu barabarani wanawake wanavaa suruali. Inakuwa vazi ambalo la kawaida sana, kiasi kwamba ukimhubiria mtu kumwambia kwamba mwanamke kuvaa suruali ni machukizo mbele za Mungu, anashangaa kwa sababu anaona kwamba watu mbona wanavaa wote, hakuna mwanamke ambaye anaonekana, wanawake wote wanavaa masuruali. Kwa hiyo inaonekana kwamba mbona kama ni issue ambayo ni kawaida kabisa, kama wakati. Kwa hiyo inaonekana kwamba suruali sasa hivi ni fashion sasa hivi mwanamke kuvaa suruali ni fashion, kiasi kwamba mwanamke asipovaa suruali anaonekana kwamba bado ni mshamba, bado ni wa zamani, anaonekana bado ni mshamba wa zamani mwanamke kuvaa suruali katika nyakati hizi. Kwa hiyo wanawake wanavaa vazi la suruali kabisa, na imeshakuwa ya kawaida. Lakini haikuwa hivyo mwanzo. Ilikuwa mwanzoni mwanamke kuvaa suruali, kipindi cha wakati ambapo suruali inavyoanza kuvaliwa na wanawake, ilikuwa inaonekana ni jambo la kushangaza na kustaajabisha, kiasi kwamba hata katika baadhi ya jamii sasa mpaka leo ukienda mwanamke akivaa suruali katika baadhi ya jamii anapigwa na kuchaniwa hiyo nguo, kwa sababu ni sio vazi la heshima. Kwanza ni vazi ambalo ni la aibu, vazi ambalo linaanika uchi, vazi ambalo la ukahaba tu, unaona, vazi ambalo la ukahaba. Lakini katika nyakati hizi shetani amewapiga watu upofu wasione kabisa kwamba mwanamke kuvaa suruali ni vazi la ukahaba. Mwanamke kuvaa suruali ni vazi ambalo linastiri mwili. Kwa hiyo Ibilisi amewapiga watu upofu wasione jambo hilo, kwamba mwanamke kuvaa suruali ni vazi ambalo si la heshima, alistiri hata mwili kidogo, ni vazi ambalo linaacha mwili uchi kabisa. Mwanamke haoni, wanawake wamepigwa upofu, haoni kabisa. Wanaona kwamba asipovaa suruali hayupo sawa. Ukipita huko vioni, huko mashuleni, huko vioni, ukipita huko mwanamke asipovaa suruali anaonekana kabisa kwamba hayupo sawa, hana akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu inaonekana kwamba wanawake wanaovaa suruali wanaonekana ndo wanaenda na wakati, ni wanawake wa kisasa, wanawake wenye akili. Kwa hiyo ulimwengu mzima wanawake sasa hivi kuvaa suruali inakuwa ni jambo la kawaida, lakini maandiko yanasema mwanamke azivae mavazi yampaso mwanaume, na tumeona kabisa kwamba vazi la suruali ni vazi ambalo linapasa jinsia ya kiume kulingana na maumbile ya mwanamke na maumbile ya mwanaume, na ni machukizo mbele za Mungu mwanaume
mwanaume kuvaa mavazi yanayopasa jinsia ya kike, na ni machukizo pia mwanamke kuvaa mavazi ambayo yanapasa jinsia ya kiume. Kwa hiyo tukiangalia katika Biblia hakuna mwanamke ambaye alikuwa anavaa suruali katika Biblia. Kwa hiyo jambo ambalo tunapaswa kujua kwamba suruali ilikuwepo katika enzi za Biblia. Suruali ilikuwepo katika enzi za Biblia, na wanaume tu ndio walikuwa wanavaa suruali katika Biblia. Wanaume tu ndio walikuwa wanavaa suruali katika Biblia. Kwa hiyo suruali haijaletwa na wazungu wala haijaletwa juzi. Suruali ilikuwepo tu enzi za Biblia. Labda tuseme kama imebadilisha tu mfumo wa utengenezaji, na labda suruali ambayo inatengenezwa sasa hivi muonekano, labda namna ambavyo inatengenezwa suruali sasa hivi, labda ndio tunaweza tukasema tofauti na zamani walivyokuwa wanatengeneza. Lakini suruali ni suruali tu, walikuwepo ambao suruali ilikuwa inavaliwa katika Biblia. Kutoka sura 28 na mstari wa 41, hapa Biblia inatuambia, anasema kisha, tuanzie mstari wa 40, anasema kisha utafanya kanzu kwa ajili ya wana wa Haruni, nawe wafanyie mshipi, wafanyie na kofia kwa utukufu na uzuri. Mstari wa 41 anasema, nawe mvike huyo nduguyo Haruni na wanawe nao mavazi hayo, nawe watie mafuta na kuwaweka kwa kazi takatifu na kuwatakasa, ili wapate kunitumikia mimi katika kazi ya ukuhani. Mstari wa 42 anasema, nawe wafanyie suruali za nguo ya kitani ili kufunika tupu ya miili yao. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani. Suruali hizo zitafika tangu kiunoni hata mapajani, na Haruni na wanawe watazivaa hapo watakapoingia katika hema ya kutania, au hapo watakapoikaribia madhabahu, ili watumike katika mahali patakatifu, wasije wakachukua uovu wakafa. Ili hii itakuwa amri ya milele kwake yeye na kwa wazao wake. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba vazi la suruali ilikuwa inavaliwa tu enzi za Biblia, na vazi la suruali ilianza kuvaliwa na makuhani ambao ilikuwa ni kabila la Lawi, ambao wakiongozwa na Haruni na wanawe wa kiume ndio walikuwa wanavaa suruali, alafu wanavaa majoo. Kwa hiyo suruali ilikuwepo tu katika Biblia. Suruali ilikuwepo tu katika Biblia na walikuwa wanavaa wanaume. Tutaendelea tena kusoma maandiko. Some kitabu cha Walawi pia, Walawi sura ya 6. Walawi pia, kitabu cha Walawi sura ya 6 mstari wa 10 anasema naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atazoa majivu ambayo huo moto umeiteketeza sadaka juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba anasema naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani na suruali zake za kitani. Kwa hiyo suruali zilikuwa inavaliwa na makuhani ambao katika Biblia, katika Israeli hakuwepo na kuhani mwanamke. Makuhani wote walikuwa ni wanaume na ndio ambao walikuwa wanavaa suruali. Kwa hiyo hamna mwanamke ambaye alikuwa anavaa suruali katika Biblia. Haijawahi kuonekana katika Biblia nzima mwanamke amevaa suruali. Tukisoma kitabu kile cha Danieli sura ya 3, tunaona kwamba kuna wale vijana Daniel, Shadraka, Meshaki na Abednego, tunaona kwamba walitupwa. Yule mfalme Nebukadneza aliwatupa katika ile tanuru la moto. Biblia inasema walitupwa hali wakiwa wamevaa suruali zao. Labda tusome kitabu cha Daniel sura ya 3. Inasema basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Kwa hiyo hapa tunaona kwamba hawa vijana watatu, Meshaki, Shadraka na Abednego, walitupwa hali wamefungwa, hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, walitupwa katikati ya ile tanuru ambayo ilikuwa inawaka moto. Kwa hiyo suruali ilikuwa inavaliwa na wanaume. Shadraka, Meshaki na Abednego walikuwa ni wanaume, ndio walikuwa wamevaa suruali. Kwa hiyo kupitia maandiko hayo tunaona kwamba suruali ilikuwa inavaliwa enzi za Biblia, na wanaume ndio walikuwa wanavaa tu suruali. Walikuwa tu wanavaa suruali, tena wanavaa na majoo. Lakini katika nyakati hizi wanawake wanavaa suruali, wanawake wanavaa pia suruali. Lakini katika nyakati za mwisho wanawake wanavaa suruali na wanaume wanavaa suruali. Lakini tukifuatilia hakuna mahali ambapo mwanamke ameonekana amevaa suruali, na ilikuwa ni ajabu sana kipindi ambapo wanawake walivyoanza kuvaa suruali. Ilikuwa ni ajabu na kustajabisha, kwa sababu walikuwa wanaonekana ni wanawake makahaba, ndio ambao walikuwa wanavaa mavazi hayo, ndio walikuwa wanavaa suruali, ndio ambao walikuwa wanavaa suruali.
wanawake makahaba, unaona. Lakini ndugu yangu, wewe ambaye unasikia maneno haya, kama umeamua kumfuata Yesu, kama umeamua kuwa Mkristo wa kweli, ni vizuri usimame katika njia ya kweli ya kibiblia, usimame katika njia ya kweli ya utakatifu, kwa sababu Biblia inasema kwamba kitabu kile cha Isaya sura 35 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba na hapo patakuwa na njia kuu, nayo itakuwa inaitwa njia ya utakatifu. Nasema wasio safi watapita juu yao, bali itakuwa kwa wale wasafirio, japokuwa jinga lakini watapotea katika hiyo njia. Kwa hiyo ni vizuri upate kuingia katika hii njia ya utakatifu, ambao pia ni njia nyembamba, ambao ni wachache ambao wanaiona. Ingia katika hii njia ya maondo ambayo itakufikisha mbinguni. Ijapokuwa utakuwa mjinga, lakini Biblia inasema kwamba hautapotea. Kubali kuvaa mavazi ambayo yanastiri mwili wako, mavazi ambayo pia yanapasa jinsia yako. Kama Biblia imekuambia usivae mavazi yampasao mwanaume, achana na suruali mwanamke, kwa sababu ni vazi la suruali hilo. Vazi la suruali ni vazi la kiume. Maumbile kabisa anatuonesha na anatufundisha, na katika Biblia hakuonekana mwanamke ambaye amevaa suruali hakuonekana mwanamke ambaye amevaa suruali. Kwa hiyo hebu wewe amua kuishi kulingana na Biblia, kulingana na neno la Mungu. Biblia inasema wanawake na wavae mavazi ya kujistiri, katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 2 na mstari wa 9, wanawake na wavae mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo vazi ambalo linamstiri mwanamke ni gauni refu ambalo halibani, ni sketi ndefu ambayo inafunika paka miguuni kabisa, paka kiunoni. Hayo ndio mavazi ambayo wanawake wa Kristo wanapaswa wavae, mavazi ambayo yanastiri miili yao. Kwa hiyo leo umejua ukweli ndugu yangu. Hebu angalia, je, wewe ni mwanamke wa Kristo? Je, mavazi gani unavaa? Je, unavaa mavazi yale ya ukahaba kama suruali ambao makahaba ndio wanavaa, na watu wengine wasiokuwa na dira ya kumjua Mungu hao ndio wanavaa mavazi hayo? Je, wewe tofauti na wale wanawake wa kidunia, wale wanawake makahaba? Je, unavovaa suruali, je, una utofauti gani kama tu nao wanavaa suruali ambao unavaa? Je, una tofauti gani? Je, unaweza kusimama mbele za Mungu na umevaa suruali mwanamke? Je, leo malaika kutokea mahali hapo ulipo, je, unaweza kusimama mbele yake, malaika wa Mungu aliye mtakatifu? Je, unaweza kabisa kusimama ukiwa umevaa suruali hiyo, au hizo nguo zako ambazo zinachora maumbile yako, kama hiyo suruali na vimini na nguo ambavyo vinaacha uchi wako? Je, unaweza kusimama mbele za Mungu aliye mtakatifu? Biblia inasema kwamba tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hakuna awezaye kumwona Mungu asipokuwa nao. Kitabu cha Ibrania sura ya 12 mstari wa 14. Kwa hiyo mwanamke wa Kristo, kama unataka kuona mbingu ya utakatifu, hebu jitofautishe na dunia. Jikane nafsi yako, amua kwenda kinyume na ulimwengu. Amua kuachana na fashion za kidunia hii. Amua kutoenda na mkumbo, kutofuata mkumbo. Ni heri uonekane hata upo mwenyewe katika jamii nzima, au katika shule, kama ni shule, uwe mwenyewe kabisa umejitofautisha na watu wengine. Vaa mavazi ya kujistiri wapo mahali popote. Mavazi ya kujistiri havaliwi tu kanisani. Unavaa ukiwa sokoni, unavaa ukiwa kazini, unavaa ukiwa unatembea, kwa sababu Biblia inatuambia sisi ni barua. Watu wa kidunia wanatusoma, wanatuangalia nje. Kwa hiyo tunasomwa, sisi ni barua, tunasomwa. Je, unapovaa suruali, je, watu wanasoma nini? Je, kuna watu wanakutofautishaje na watu wengine, na mtu mwingine ambaye hajaokoka? Unapovaa kupitia mavazi yao, unapovaa vimini, je, una tofauti gani na watu wengine wa kidunia? Lakini unapovaa mavazi ya kujistiri, hata mtu mwingine atasema kwamba kweli huyu ni Mkristo, na hatavutiwa na mwenendo wako, kwa sababu wewe utakuwa nuru, unakuwa ni nuru. Kwa hiyo mahali palipo na giza, watu watatoka gizani watafuata nuru. Lakini ukivaa mavazi ambayo ni mavazi yanayoonekana na yanayovaliwa na makahaba na watu wengine wasiomjua Mungu, hawezi kutangaza Kristo, wala hakuna mtu ambaye anaweza kumfuata huyo Kristo uliye naye, kwa sababu huyo sio Kristo halisi. Ni yule Kristo mwingine, ni yule Yesu mwingine ajaye duniani. Huyo ndo Yesu ambaye umembeba. Kwa hiyo amua leo kumchukua Yesu wa kweli. Amua kujikana nafsi yako, amua kuondoa mavazi hayo, mavazi ambayo ni machukizo mbele za Mungu, kama hizo suruali na mavazi yote mengine ambayo yanachora na kuonesha maumbile yako. Nenda kaamue, kaachome moto katika siku ya leo, ili hata parapanda ikilia leo, kwa sababu naishi katika nyakati hizo za parapanda kulia, ili uweze kwenda kunyakuliwa. Kwa sababu wakati ambapo parapanda italia, ndugu yangu, usifikiria kwamba utanyakuliwa na hiyo suruali ulizo nazo. Usifikirie kabisa hilo jambo, ondoa akilini mwako. Ondoa kabisa hilo jambo akilini mwangu.
kwamba usifikirie parapanda ikilia leo utaweza kaenda kumuona Mungu. Utaweza kwenda kumuona Mungu ikiwa umevaa mavazi ya namna hiyo. Hauwezi kwenda kumuona Mungu aliye mtakatifu kama hujakubali kuingia katika utakatifu. Kwa hiyo neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kujua hayo na upate kufumbuka macho. Usiendelee kukubali kumpa Ibilisi nafasi akufumbe macho, kwa sababu neema ya Mungu imeachiliwa duniani kote, na wale wapendao nuru watapokea neema, lakini wale ambao wanapenda giza watakataa na kuipinga kweli ya Mungu. Bwana Yesu akubariki na uwe na wakati mwema. Shalom. Ninakushukuru Bwana Yesu, ninasema asante kwa ajili ya maneno ambayo umeachilia katika siku ya leo. Ninakuomba neema yako kwa wale ambao wameenda kusikia, kwa mtoto wako huyu ambaye amesikia, naomba ukamjalie akapate kujua ukweli huu, akapate kupokea ukweli huu na akapate kubadilika. Nakuomba neema yako ikapate kumsaidia ili aweze kutoka katika hatua nyingine, aweze kuelekea katika hatua nyingine. Nakushukuru, ninasema asante kwa neno hili ambalo umeachilia kupitia kinywa hiki. Najua kwamba neno hili ambalo umeachilia umetulenga wote tukapate kuweza kupata baraka zako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru.